Na mtazamaji wangu, habari za hivi sasa zinazozidi kuendelea kugonga vichwa vya habari kila kona ni kutokana na kile ambacho Mheshimiwa Nchimbi ameweza kukizungumza, si kingine bali ni swala la katiba mpya. Hivi sasa mtazamaji wangu, kila kona habari zinazozidi kuzungumzwa ni katiba mpya, kwani Mheshimiwa Nchimbi aliweza kuwa na ujumbe huu kwa kila mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania. Yenye katiba inayojali maisha ya mtu, lakini pia katiba inayoheshimu haki za raia wake. Katiba inayotupeleka kwenye maendeleo. Na mtazamaji wangu, kabla niweze kukufahamisha zaidi, kwanza kabisa ni vyema uweze kubonyeza maneno yaliyoandikwa subscribe chini ya video hii. Muhimu kabisa uweze kulike na kushare video zetu kwa makundi mawili ama matatu. Naam, mtazamaji wangu, ujumbe huo alioweza kuzungumza Mheshimiwa Nchimbi ni dalili tosha ya kwamba sio kama uongozi ulioko madarakani hauzidi kusikia kilio cha mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania, bali ni ya kwamba viongozi walioko madarakani wanazidi kusikiliza vilio vya wananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania. Na pia huenda ikawa juzi kati Mheshimiwa John Heche na chama Chadema kwa ujumla kufungiwa katika kufanya mikutano na makongamano mbalimbali, huenda ikawa ni kutokana na ajenda aliyoweza kuanzisha Mheshimiwa John Heche, kwani mtazamaji wangu, Mheshimiwa John Heche ameweza kuanzisha kampeni kubwa na kali, pamoja kampeni ya Free Tundu Lissu na katiba mpya. Leo hii mtazamaji wangu, Mheshimiwa Nchimbi anajitokeza hadharani kusisitiza wananchi wa Jamhuri ya Tanzania waweze kuwa makini kupigania katiba mpya katika Jamhuri ya Tanzania, katiba ambayo itaweza kujali maslahi ya mwananchi wa kawaida katika Jamhuri ya Tanzania, katiba ambayo itaweza kujali uhai wa mwananchi katika Jamhuri ya Tanzania. Haya yote mtazamaji wangu, Mheshimiwa Nchimbi anazidi kuyazungumza ni kutokana na hali ya kisiasa ilivyokuwa ama ilivyoko hivi sasa, kwani mtazamaji wangu, Jamhuri ya Tanzania haijaweza kuwa ya kawaida. Kuanzia tukio la maandamano ya vijana Gen Z mwaka 2025, katiba mpya ndiyo inayozidi kuaminika ya kwamba iwapo itaweza kupatikana, basi juhudi na bidii zilizokuwa zimeweza kuwekwa na waandamanaji wakubwa kwa wadogo waliokuwa wameweza kujitokeza katika maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025, ndipo ambapo itakuwa imekuwa achieved kilichokuwa kikipiganiwa na waandamanaji wakati huo, na pia huenda ikaweza kuleta usawa na utulivu katika Jamhuri ya Tanzania. Mtazamaji wangu, hivi sasa sote tunafahamu kwamba viongozi wakuu katika serikali ya CCM wanazidi kupata kipindi kigumu kuongoza rali na hata kuongoza mikutano mikoa mbalimbali, kwani wananchi wa kawaida wameweza kuwakataa kabisa. Na pia kwa kuwa serikali hiyo iliyoko madarakani haitaki kuweka katiba mpya, basi inazidi kuchangia pakubwa mwananchi wa Jamhuri ya Tanzania kuendelea kuchukia pakubwa, kwani katiba ni swala ambalo limekuwa likizungumziwa kila kona, na pia ni jambo ambalo mwananchi wa kawaida alikuwa na asilimia kubwa ya matarajio serikali ingeweza kuwasikiliza. Na pia mtazamaji wangu, kwa jinsi ambavyo Mheshimiwa Tundu Lissu anazidi kuongoza kesi iliyoko mahakamani dhidi ya utawala wa CCM, mtazamaji wangu, ni dalili tosha ya kwamba mbinu zote zilizokuwa zikitumiwa na viongozi wakuu wa serikali ya CCM, mtazamaji wangu, hazitaweza kuleta mavuno ama hazitaweza kuleta ushindi. Sote tunafahamu kwamba kuliweza kuwa na taarifa ya kwamba Mheshimiwa Tundu Lissu aweze kulipwa kiasi kikubwa cha fedha ili kujiondoa katika siasa za Jamhuri ya Tanzania. Hilo bado Mheshimiwa Tundu Lissu hakuweza kulikubali. Mbaya kabisa, sote tunazidi kushuhudia kila ambapo Mheshimiwa John Heche anazidi kupatana na Mheshimiwa Tundu Lissu. Ujumbe wake Mheshimiwa Tundu Lissu sio wa kukata tamaa kwa mwananchi wa kawaida wa Jamhuri ya Tanzania, bali
Mheshimiwa Tundu Lissu anaendelea kubaki kuwa imara na kuomba wananchi wa Jamhuri ya Tanzania kuunga mkono chama Chadema kupambania kupatikana kwa katiba mpya. Leo hii Mheshimiwa Nchimbi naye ni miongoni mwa viongozi wakuu ambao wanazidi kutambua hali ya kisiasa ilivyokuwa hivi sasa katika Jamhuri ya Tanzania. Ni vyema katiba mpya iweze kupatikana, na kweli mtazamaji wangu, katiba mpya ndiyo ambayo huenda ikaweza kuchangia suluhu liweze kupatikana kutokana na hali ya kisiasa ilivyokuwa hivi sasa. Viongozi wakuu wa serikali ya CCM huenda wakaweza kulazimika baadhi ya mambo yanayozidi kuyafanya hivi sasa kuachana nayo na kuanza kuwajibika ili Jamhuri ya Tanzania iweze kuwa na mwonekano mpya. Ila haya yote mtazamaji wangu ni kutokana na katiba mpya. Hivyo basi kuna baadhi ya mambo ambayo ningependa tuweze kuyagusia kwa haraka leo hii mtazamaji wangu. Iwapo katiba mpya itaweza kupatikana, basi moja kwa moja kuna baadhi ya vitu muhimu ambavyo vitakuwa vikifanyika. Kwanza kabisa mtazamaji wangu, jambo la kwanza, sote tunafahamu jinsi gani ambavyo viongozi wakuu wa serikali ya CCM wanazidi kuongoza uongozi kwa maslahi yao binafsi. Hilo lazima wataweza kuachana nalo na wataweza kuanza kuwajibika kwa jinsi ambavyo serikali itakavyokuwa ikiagizwa na katiba mpya ya Jamhuri ya Tanzania. Hivyo basi viongozi hawa watakuwa hawana budi kuwajibikia wananchi wa Jamhuri ya Tanzania. Vile haki lazima itaweza kuwa ni jambo ambalo litakuwa likitetewa katika katiba mpya. Hivyo basi waathirika wote walioweza kuathirika na ghasia na vuguvugu la maandamano ya Oktoba 29 mwaka 2025, hivyo basi wataweza kujitokeza na hata kupewa kama ni miili ya jamaa wao ama haki kwa wale wote walioweza kusalia na makovu waweze kutibiwa na kupata matibabu. Pia mtazamaji wangu, kuna jambo muhimu ambalo limekuwa likizungumziwa na kupendekezwa liweze kuwepo katika Jamhuri ya Tanzania. Kwanza kabisa tutaweza kuanza na swala la ukosoaji na kupinga serikali iliyoko madarakani, kwani kupitia katiba ya hivi sasa ni nadra kwa mwananchi wa kawaida kupinga na kukosoa viongozi walioko madarakani. Ndipo ambapo tunazidi kushuhudia wananchi hawa kujitokeza na kulipa viongozi wa chama Chadema kupinga na kukosoa viongozi walioko serikalini. Ila kwa katiba mpya, kiongozi yoyote yule kabla ya kuingia madarakani lazima aweze kufahamu kwamba mwananchi wa Jamhuri ya Tanzania ndiye ambaye anazidi kumlipa na pia kumpa nafasi ya kisiasa katika ngazi hizo serikalini. Hivyo basi mwananchi yeyote yule ako na uhuru wa kupinga na kukosoa iwapo kiongozi aliyoko katika nafasi ya juu serikalini anashindwa kuwajibika kwa majukumu aliyokabidhiwa na mwananchi. Hivyo basi katiba mpya itaweza kuleta nguvu ya mwananchi aweze kupinga na kukosoa kiongozi aliyoko madarakani. Sawia, uhuru kwa vyombo vya habari itakuwa pia ni afueni kubwa kwa media nyingi ambazo hivi sasa zinazidi kupata kipindi kigumu kurusha matangazo hasa dhidi ya serikali ama kuomba serikali iweze kuwajibika. Je, mtazamaji wangu, unakubaliana na kile ambacho Mheshimiwa Nchimbi ameweza kukizungumza swala nzima la katiba mpya? Tochie maoni yako katika uwanja wa comment section. Muhimu kabisa uweze kusubscribe, like, comment na kushare video zetu. Bye bye until the next video.